Dada zangu, ndugu zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo. Nikiwaalika katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, ili tukazidi na kubarikiwa pamoja, maana ninaamini kwamba hakika baraka za Mwenyezi Mungu tutaweza na kuzipokea kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Pia kupitia kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastorate. Maana yuko hapa asubuhi ya leo akiwa tayari kabisa. Maana Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu ameweza na kumwandaa vilivyo, ni kwa sababu yetu. Asubuhi ya leo, wewe mfuasi wa kipindi cha Manyunyu ya Baraka, karibu sana tukaweza na kuchota hizi baraka kupitia hayo manyunyu, na tukaweza na kuogelea hapo hapo tu ile tukaweza na kuzipokea kwa wingi. Asante mtazamaji wangu, naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi cha Manyunyu ya Baraka, ili tukapate kuenda pamoja kwa neno la Bwana, na ninaomba ili nipate kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo na sijambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Mungu kutupa asubuhi hii. Nasema shukrani kwa Mungu, kwa maana ametenda vyema, kwa maana hakika kuwa na uhai ni neema tu ya Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ambalo litatutia nguvu asubuhi ya leo tutalipata katika kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 115. Zaburi wa 115, nisome mstari wa kwanza na nifike huo wa 3, na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema, yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Tuombe. Baba, katika jina lako takatifu tunalishukuru jina lako na kusema asante. Mungu, twaomba hili ukapate kunena nasi asubuhi hii. Baba, fungua moyo wa mpendwa mtazamaji wetu ili akapate kubarikiwa neno lako. Baba, naomba pia mimi ukapate kunitumia kama chombo chako, na nikanene neno lako, ili Baba tukapate kubarikiwa na uwepo wako ukionekana kwetu. Baba, sifa zitakuwa zako. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Katika neno hili ya Mungu ambalo nimelisoma katika kitabu hiki cha Zaburi wa 115, ni neno ambalo linatutia nguvu ya kwamba ni vizuri tuelewe kama watu wa Mungu mambo ambalo tunafanya, mambo ambayo tunaendelea na kuyatenda. Tusijitukuze sisi na tumtukuze Mungu pekee, na vile vile tumpe Mungu heshima, kwa maana wakati ambapo tunaishi, wakati ambapo tunafanya mambo tunaona yamefanikiwa, tunaona jambo ambalo labda umeanzisha na umeona ukamilifu wake, ni vizuri kuelewa ya kwamba ili limefanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hivyo huyo Mungu amekuwezesha, ni vizuri sana kumpa heshima kama mumba wako, kama muwezesha wako, kwa maana bila yeye hauwezi jambo lolote lile. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wangu tuelewe ya kwamba huyo Mungu ambaye ametupa uhai, Mungu ambaye ametuwezesha tukafika mahali tumefika, ni vizuri kumpa heshima, kwa maana anastahili heshima zake. Biblia inatuambia ya kwamba utukufu ni wa Mungu. Naomba ili tujue ya kwamba mtazamaji wangu, ili ndio jambo la kwanza ambao naomba tuongelelee, ya kwamba utukufu ni wa Mungu, kwa maana
wakati mwingine tunaona watu wengine, mtu anafanya jambo kubwa, lakini baada ya kulifanya anaona tu ni nguvu zake ama ni ujuzi wake ambao amefanya haya. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba utukufu ni wa Mungu. Hata kama Mungu amekuwezesha ukafanya jambo fulani na ikafaulu, ni vizuri ujue ya kwamba usichukue hizo sifa, usichukue utukufu. Achilia utukufu ukuwe wa Mungu pekee, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri tuelewe ya kwamba vile mtumishi wa Mungu aliandika haya maandiko ya kwamba Bwana kutukuza, usitutukuze sisi, kwa maana sisi wanadamu ni watu ambao ni wadhaifu kwa mambo mengi. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe ya kwamba hatuwezi kuchukua utukufu wa Mungu. Tuachieni Mungu utukufu wake ukuwe ni wake peke yake, ili tupate kupata baraka ambazo sisi wanadamu zinastahili kuja kwetu. Jambo lile lingine, Biblia inatuambia ya kwamba tusichukue sifa za Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tumeona ya kwamba utukufu ni wa Mungu na tusiuchukue. Lile lingine ni sifa ni za Mungu. Wengine wanajivika tu kifua, wanasema kama singefanya haya, kama singetenda hili, lakini sifa ni za Bwana. Tumpe Mungu hizo sifa. Tusema ya kwamba lili jambo limefanyika kwa ajili ya utukufu wa Bwana, na Mungu akichukua hizo sifa, basi nazo baraka zitaendelea na kuja kwetu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, tuachie yale ya Mungu na yale yetu tuende nayo, kwa maana wengine wamechukua yao na wakaenda wakachukua ya Mungu. Kwa hivyo tuache sifa siwe za Mungu pekee. Jambo lile lingine, watu wanaulizana, yupo wapi Mungu wao? Ni kweli mambo mengine tunapitia magumu ama changamoto mingi, hata tunafikia kiwango tunaona ni kama Mungu ni kama ako mbali nasi. Lakini naomba mtazamaji wangu tujue ya kwamba hata kama ni mjengo ulianzisha na ukakwama, hata kama ni biashara ulifungua na ikakwama, ujue ya kwamba si eti Mungu amekuacha, lakini kuna jambo Mungu anataka ujue ili ukapate kumuita, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba Mungu mwenyewe ametenda kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo lolote ambalo limefanyika tulishukuru, kwa sababu linafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe, mtumishi wa Mungu ama mtazamaji wangu, ili uelewe Mungu ambaye tunamwabudu yuko. Kwa hivyo tusiulizane tunapokuwa kwa shida, tujue hata katika shida zile Mungu yuko pamoja nasi. Mungu hawezi akatuacha. Ni sisi tu wanadamu tunaenda mbali na Mungu. Jambo lile lingine ya kwamba Mungu wetu yuko mbinguni. Kwa hivyo ni vizuri tujue Mungu ambaye tunamwabudu yuko mbinguni, anatuangalia, anatembea nasi, anatuona na anatuelewa. Ni vizuri mtazamaji wangu tujue hivyo. Na huyo Mungu ambaye yako mbinguni, Biblia inatuambia ya kwamba ametenda lile apendalo. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe lile ambalo Mungu anataka kulitenda, ametenda. Hata kama ni biashara yako imeharibika, jua ya kwamba Mungu yuko nawe. Mungu atubariki na abariki neno lake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru kwa ajili ya utukufu wako. Fuatilia neno lako, kwa maana lina msaada kwetu. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Utukufu wote ni wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yeye ni mwaminifu, na pia yeye ni mwenye rehema, na yeye ni mtawala wa vyote. Asubuhi ya leo tumeweza na kuhimizwa na kujua kwamba atufai na kufikia wakati mmoja tukanjipiga tukifua na kuona kwamba ni kama ni sisi tumeweza na kujifikisha mahali ambapo tumeweza na kufika. Kumbuka kwamba mahali ambapo umeweza na kufika kwa sasa, zile baraka ambazo umeweza na kukutana nazo, umeweza na kubarikiwa, umeweza na kuinuliwa ukafikishwa tu mahali, ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye kakubariki nayo yote. Mungu ndiye kakubariki na hizo zote. Hivyo basi haufai kuona kwamba ni kama ni wewe umejifikisha pale, ni kama ni kupitia kwa nguvu zako, ni kama ni kupitia hata kwa masomo yako, lakini ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Mungu kakubariki, akaweza na kukufikisha pale, akaweza na kukufanikisha.
ukaweza na kufikia hiyo level ambayo umeweza na kufika, hata kuona kwamba ni kama ni nguvu zako. Hapana, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Hata yani kujipia tu sifa kila mahali na kuona kwamba ni mimi nimefanya yote. Hapana, ni Mwenyezi Mungu kakufanyia hayo yote. Hivyo basi utukufu wote na umrudie. Kumbuka kila wakati kusema kwamba sifa na utukufu wote ni kwa Mwenyezi Mungu, maana ni yeye ameweza na kukutafutia hiyo jina mahali ambapo umefika, kakubariki na yoyote ni yeye tu, hakuna mwingine, sio wewe, sio mimi, bali tu ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Ninatumai kwamba umeweza na kubarikiwa. Ninakutakia wakati mwema na uendelee na kuyatafakari yote ambayo umeweza na kufundishwa kwa asubuhi ya leo. Shalom.